chanzo kinahudumia eneo la katikati ya mji pamoja na Kibena na power station kule. Hiki chanzo ndio kinahudumia maeneo. Lakini kama mnavyoona hapa, maji yamepungua kwa kiasi kikubwa sana. Kwa mwaka jana kipindi kama hiki maji yalikuwa yanamwagika pale kwenye, mnaona kama kuna sehemu kuna upenyo pale, maji yalikuwa yanamwagika, yalikuwa mengi. Kama mkurugenzi alivyosema, hiki chanzo kina uwezo wa kuzalisha lita 2,160,000 kwa siku. Lakini kwa sasa hivi kimefika mpaka lita hizo 700,000 kwa siku. Kwa hiyo kitu ambacho kilichopelekea hata kukawa na migao mikali mjini kule. Mwaka jana mheshimiwa ni shahidi, tulikuwa hata kwenye vikao mara nyingi sana. Kulikuwa pale mjini hakuna changamoto ya maji, palikuwa pametulia kabisa. Lakini miaka ya nyuma palikuwa pana shida sana pale mjini. Lakini tulipokamilisha mradi pale mjini palitulia, hata miezi kama hii mwaka jana kulikuwa hamna changamoto yote. Lakini sasa hivi kutokana na maji yameshuka kwa kiasi hiki, ndio maana mnaona kuna changamoto, kuna migao mikali. Na sababu kuu zilizosababisha kwenye haya maji kushuka kwa kiasi hiki, kuna sababu kuu mbili. Kuna mabadiliko ya tabia ya nchi pamoja na shughuli za kibinadamu zinazofanyika kwenye mikondo. Kwa mfano saizi mnaona kuna watu wanalima kule. Watu wanalima karibu kabisa na hiki chanzo cha maji. Kwenye chanzo hiki chetu cha maji kina mikondo miwili. Kuna mkondo mmoja unatoka upande wa kushoto huku, na mkondo mmoja unatoka upande wa kulia. Kwa hiyo jicho lipo juu kabisa huko. Hata kwenye mkondo huu wa kushoto lipo juu. Lakini ukijaribu kuangalia hata kwenye mikondo huko watu wamelima sana, wamelima paka katikati ya mikondo. Paka kwenye jicho kule wengine wamezuia maji kabisa kwa ajili ya shughuli za kilimo. Kwa hiyo ni sababu ambayo imesababisha maji yashuke kwa kiasi hii, shughuli za kilimo. Na huko wanafanya sana shughuli za kilimo kwenye mikondo yote miwili. Kuna sehemu amezuia maji kabisa, ukijaribu kwenda, tulitembea mara nyingi huko. Kuna sehemu amezuia kabisa. Unakuta wana pipe zaidi ya 4, alafu za inchi 1, nyingine unakuta za robo 3, nyingine za inchi 1.5 huko kwenye mikondo huko juu. Kwa hiyo sasa hata ukataji wa miti huko kwenye macho, kwenye jicho huko juu, wananchi wameendelea kukata sana miti huko, kitu ambacho kinachopelekea paka maji yakapungua kiasi hiki. Tunaomba sasa utuelezee, nataka watu wasikie kutoka kwako. Ndio. Na baadaye tutatoa maswali. Ndio. Tumeona sasa tuna changamoto ya maji kupungua. Kwa sababu hii leo tunasema hapa ni 2025. Ndio. Baada ya miaka 10 tukikaa hivi hapa kutakuwa na maji. Sasa unaweza sasa ukawa highlight kwamba sisi kama taasisi tunayo hii mipango hii ya mifupi, na baadaye tuna mipango ya baadaye mirefu. Kutokana na changamoto hii ambayo tuliyokumbana nayo ya upungufu wa maji, Juasa tumechukua hatua zifuatazo. Cha kwanza, mipango yetu ni kupanda miti kwenye hii mikondo paka kule kwenye jicho. Na pia hiyo ipo kwenye budget, na tumejipangia kwamba tutapanda miti kama 1,000 hivi kwenye hiki chanzo. Tukatembea kwenye mikondo yote pamoja na viongozi, tukaweka vikao kwa ajili ya kuwaelimisha. Manake tulitoa elimu kwa ajili ya hao wananchi wanaolima kando ya hii mikondo. Elimu, waache hizi shughuli za kibinadamu, waache hizi, manake kisheria inasema ni mita 60 kutoka kwenye chanzo cha maji. Unatakiwa mita 60 pande zote mbili ndio mtu aweze kufanya shughuli huko baada ya mita 60. Lakini ukijaribu kuangalia huko mbele watu wanafanya hata ndani ya zile mita 60. Kwa hiyo lazima tuje na njia mbadala. Na kwa hiyo tumeshaanza kutengeneza mipango ya kutengeneza program kwa ajili ya kuhifadhi hivi vyanzo vya maji ili kusudi viwe endelevu. Na programu hiyo tutawahusisha wananchi wa maeneo husika haya. Na changamoto inakuja hivi, Mheshimiwa Diwani na viongozi. Watu hawa wanaoishi maeneo haya, shughuli wanazozifanya za kilimo zinawasaidia katika kuendeleza maisha yao ya kiuchumi. Kwa hiyo sisi lazima tuje na jicho jingine. Lazima tuje na idea tofauti kwamba unamzuia mtu kulima parachichi, unamzuia mtu kulima viazi, wakati kilimo kile
kinamsaidia yeye kuwa na uchumi kwa ajili ya kuendesha familia yake. Na kweli huduma ya maji ni ya lazima, si ndio? Na tukienforce sheria kwamba watu hawapaswi kulima kwenye ile mita 60, lakini bado watalima zaidi ya mita 60, na athari bado itakuwepo tu. Athari ya kwanza ni hiyo, lakini athari ya pili kama alivyoeleza mtaalamu hapa, wanatumia mbolea, wanatumia pesticide, hizi dawa za kutibu mimea. Vyote hivyo ni sumu, kwa sababu mvua ikinyesha na kwa sababu wako juu ya maeneo ya mikondo yetu, maana yake lazima yatatiririka, yataingia kwenye maji. Tupande miti ambayo katika haya maeneo ambayo ina uwezo wa kuhifadhi mazingira, kama ile mivenge. Ukiwashirikisha wananchi wakapanda mivenge kama mivenge, kwa manufaa ya mtu mmoja, inawezekana akawa haoni, inahifadhi mazingira. Lakini tukasema, je, tukipanda mivenge, halafu kwenye mivenge tukaweka mizinga ya nyuki, tukawawezesha wananchi wanaomiliki haya maeneo mizinga ya nyuki. Ile mizinga ya nyuki maana yake inakuwa ni kama sehemu ya uchumi kwa wale wananchi. Hizi hatua ambazo tunazichukua sasa hivi kama short terms ni kuzuia watu kufanya hizo shughuli. Lazima kwa kweli, kwa sababu tunazo shughuli, lazima tuhusishe ofisi ya serikali, Mheshimiwa DC, kama ambavyo tumekuwa tukipita naye hapa kila mara kwa ajili ya kuangalia, na yeye amejionea kwa macho yake watu wanachota maji kwenye mikondo hiyo na wanamwagilia. Kwa hiyo ndo kitu kilichosababisha maji haya yakapungua kwa kiasi kikubwa kama hiki. Kwa hivyo kwa mazingira ya hali ambayo ya maisha tulionayo na mambo ya kisiasa ambayo tuko nayo na watu wetu sasa hivi, kujaribu kuwaeleza kutoka kukwenda huku kunaweza kukawa na kazi sana mpaka watu waelewe. Kwa ushauri wangu nilikuwa naomba kama inawezekana, kwa sababu Mheshimiwa Diwani tunaye hapa, akajaribu kuzungumza na mkurugenzi wa wilaya atusaidie kwa haya maeneo ambayo ni vyanzo, zile mita 60 za kwenye vyanzo, akatuombee ikiwezekana hawa watu wapewe fidiwa. Wakipewa fidia, ili ipigwe fence kama hii, alafu ipandwe mivengi. Toa wenzetu hapa, na sisi ujumbe huo tunaupokea tena kwa mikono miwili. Na hata juzi tu Ijumaa iliyopita tumepata ushauri kama huo, na tumeambiwa kwamba kwa mfano mkianunua, maana yake ninyi mtakuwa mna uwezo wa kufanya shughuli mnazozihitaji ambazo zinakuwa ni za uhifadhi wa kazi. Tutalifanyia kazi kabisa, kwamba sababu wabongo wana akili ya kuji iliyotangulia mbele. Ndio. Alafu kwa wazo lingine la pili la Mlowe la kuhusu kumkopesha mtu faa, inaweza kawa inajumlishwa kwenye makato ya bili. Tunajua kabisa labda na maana bili yake kama 1000 itakuwa 11,000. Mariano na mkataba wa kisheria. Ndio.
tu ngoma. Hizo kama support tunavyocheza. Ili bomba ni kwenye shamba langu kama eka 4. Si hapo mbele. Labda tuishie hapa. Tunaweza kukomea hapa kwa sababu huko kuna mazingira magumu kidogo. Ya washout. Kwamba ya kusafishia kuna valve kwa ajili ya kusafishia line, labda kuna uchafu na nini. Unaona pale kuna kitu unaona kimefungwa pale. Hili ni sehemu ya bondeni. Maji yote unajua kama ni uchafu wote unakaga bondeni. Okay. Kwa hiyo sasa kama tukiwa tuna issue ya kuosha line na nini, tunafungulia pale kuna valve tu itawekwa pale. Itawekwa. Kwa hiyo sasa tutakuwa tunasafishia line yetu, zipo nyingi sio moja. Kwenye hii line ziko nyingi. Kama 8 hivi. Hana, kwa lazima tuishikilie bomba yetu ili maji yanapokuja hiyo bomba labda isihame au kusitokea madhara yote. Kuna madhara ya kitaalamu ambayo huwa tunayakwepa. Lazima maji hapa mengi na kubwa bomba la kwa hiyo manake yani tumejifunza na jambo lingine ambalo hatutaki kuja kujifunza. Kana kwamba mto Ruvuji una maji machache. Kwa sababu bonde karibia lote limelimwa. Si ndio? Kwa hiyo ule yani ile kutunza yale maji kidogo kidogo haiwezekani. Kwa hiyo kuna jambo la kufanya jamani. Lazima kuisaidia serikali. Hapa wamelima. Elimu. Kazi kubwa tayari imeshafanyika na kazi kubwa ilikuwa ni kulaza ili bomba. Inawezekana hapa tumekuta kazi imeshakamilika, hatujaona ugumu wa kazi. Lakini hebu fikiria haya mabomba kama mliyaona yako kule juu kabisa kule. Yakiletwa yanakomea lori kama lile linayakomezea hapo. Kwa hiyo kuna kazi ya kuyatoa hapo kuyatelemsha chini. Nguvu kazi. Halafu ukisha yaweka hapa sasa hivi tumekuta tayari tunaona tu yapo. Lakini nakumbuka wakati nakuja na mwenezi mara ya kwanza. Uliona? Uliniambia kwa tunachoma hizo flange hizo. Tukawa tunazihesabia. Unakumbuka? Kwa siku walikuwa wanasema ngapi? 10 ngapi? 16 sio. Siku ngapi sio? Yes, 16 kwa siku. Na hizi bomba zilikuwa ngapi? 250 na ngapi? Zilikuwa ni 228. 228. Na kwa siku zinachomwa 16 wakijitahidi, siku nyingine umeme umekata 12, 10. Sasa na ukiwakuta wanafanya hiyo welding, ndio utajua hivi kumbe kazi ndio hii. Ndio maana mwenezi atakuwa ananielewa ninasema kazi ngumu. Yani unajua kwanza mimi nashangaa hizo bomba kuepo kwa mazingira haya. Hapa zimeshukia. Kwanza Latina hoi. Kwanza unasikia? Yani mpaka zimefungwa hivi. Na kwa muda ambao tulikuja kile kipindi ninakaribia na uchaguzi. Na sasa tumetoka kufanya uchaguzi. Kazi ilivyofanyika. Haisi hapa. Kwa sababu kile kipindi walikuwa wanazungumzia bomba 100, walikuwa wanapiga hesabu baada ya siku 4-5. Lakini sidhani kama zilifika, lakini kazi wamefanya. Huo ndio ukweli. Maana hivi usizione ziko hivi, maana walikuwa wanachomelea hiyo pete. Tukisema pete ndio lugha inaeleweka rahisi. Yani lenyewe ile bomba liko peke yake. Waje waivalishe pete. Waje waichomelee vizuri. Isivuje. Alafu waje tena zisombe kwa waje wazibane. Kwa hapa zimeshuka na pete. Zimeshuka na pete. Tunakanishia kule kama mnakumbuka kuna sehemu kule pale mwanzoni. Kule ndio waliomba umeme jirani pale wakazichomelea pale. Wakitoka pale wanalileta huko. Sasa unaziweka hapa, lakini sasa utakutana na mazingira kama kwa mfano unaona hili, unaona haiko hizi bomba za chuma mara nyingi waga zimenyoka hivi. Lakini ukikutana na kona lazima tena uchomelee utafute bendi ya kufuata. Yaani zenyewe hazipindi kama hizo za plastiki. Kwa hiyo pale mbele pale lazima kuna bendi. Ukienda tena mbele kuingia hivi kuna bendi. Ukienda tena kule kwenda hivi kuna bendi. Lazima uchomelee sasa utafute jinsi ambavyo bomba zinaenda. Tutapata labda siku 2 ama 3 kwa wiki kulingana na maji jinsi ambavyo yanatumika. Lakini sasa huu mradi tumesema unapunguza. Sasa twende kule kwenye mradi mkubwa ambao sasa mtajionea
serikali jinsi ambavyo mkaone maajabu ya Musa. Twende mkurugenzi, twende kule. Wala usiwasimulie. Wakaone maajabu ya Musa. Mbona uwashi kwa hapa rafiki yangu wewe mpiga kamera? Washeni kwenye hizo joint mbili. Joint mbili pale katikati kuna raba. Sasa na kila joint hapo unavyoona kuna raba. Kwa hiyo jua likichoma kwa sayansi ambayo tunaijua kwamba itatanua. Wenye vitu wa mitaa na nani mwakilishe mkapige picha pale. Amvuke na viongozi wachache mimi sieni. Yaani ni uchonganishi tu. Mbona ambao sasa unajua kuna mtu akaniambiaje? Mama Samia, yani Mama Samia kapiga mambo. Tunachopata saizi ni upigaji wa baruti, wameshachimba. Unaona kuna uchimbaji wa msingi wameanza. Kwa hiyo sasa haya mawe inabidi sasa yaondoke. Sasa yanaondokaje ili wapate ile level ambayo wanaweza kujenga? Watapiga baruti hapa kwa ajili ya kuyavunja. Kwa hiyo bali ndio kilikuwa kiko hatua za mwisho. Kwa hiyo kama alivyosema mkurugenzi, kesho Jumapili wataanza kazi ya kupiga. Bali tunaona maandalizi huko, wameka chupa huko. Kwa hiyo wameanza maandalizi kwa ajili ya kuvunja. Kwa hiyo kwenye WTP pale tutaona manake kazi kubwa imefanyika iko pale. Na ndio kwenye huu mradi kazi kubwa iko kwenye huo mtambo wa kutibu na kusafisha maji. Ndio kazi kubwa ipo pale. Kwa hiyo tutaenda kuona wakati tunaenda huko. Yatakuja hatua ya kwanza yatakuja hapa. Hii inaitwa cascade aerator. Kazi ya hii cascade aerator kuna tutaanza leo. Yanavyokuwa yanaingia hivi, kuna issue inaitwa aeration process, kwamba kama kuna harufu kuna kuruhusu oksijeni kuchanganyika na haya maji. Atakuwa kama umeenda kwenye miji kama wapi, ni sehemu gani, mji gani ambapo maji huwa yanapanda kwa juu, yanarusha yanatoka kwa juu. Kwa hiyo ni hata hapa ndio hivi, maji yatakuwa yanaingilia kwa chini, alafu hewa inaruhusiwa kuingia na harufu, kama kuna harufu inatoka kwa kutumia hii process ya aeration hapa.